Msichana aligundua kwamba katika siku ya kumbukumbu ya miaka 10 ya uhusiano wao, mpenzi wake alikuwa akitania na mwanamke mwingine waziwazi. Marafiki zao walijaribu haraka kumwonya kwamba msichana alikuwa amewasili, lakini yeye alibaki asiyejali. Kwa miaka 10, msichana alikuwa amemvumilia bila mipaka. Kila alipolewa angeamka saa 5 asubuhi kumpikia supu. Hata wafanyakazi wa nyumbani walipendezwa na uaminifu wake, lakini supu aliyoitayarisha kwa uangalifu kwa masaa 3, yeye hata hakutazama. Aliipindua bakuli ardhini. Machoni mwake, mpenzi wake hakuwa zaidi ya mjakazi. Hivyo sasa, ili tu kujionyesha umuhimu wake kwa moyo wa msichana, alipendekeza kwa makusudi kutengana. Lakini wakati huu, msichana alikubali kwa uamuzi, akageuka na kuondoka bila kutazama nyuma. Mwanamume aliendelea kutabasamu kwa kiburi, akiwahakikishia marafiki zake kwamba msichana angerudi ndani ya sekunde 5. Hata hivyo, hesabu ilipokwisha, msichana hakurudi. Hata hivyo, mwanamume alijifanya anatulia, akiamini kwamba hangeweza kamwe kumwacha, na akaendelea karamu na marafiki zake bila kujua kwamba msichana alikuwa tayari amefunga mizigo yake nyumbani na akitembea kuelekea uhuru. Mwanamume alipoamka kutoka ulevi wake asubuhi iliyofuata, hakupata supu yake ya kawaida ya joto. Alidhani msichana alikuwa ananyamaza tu, hivyo akamtumia ujumbe kumhoji. Aligundua kwamba alikuwa amezuiliwa na kufutwa. Akiwa na hasira, akatangaza atamfanya apige magoti na kuomba msamaha kabla ya kumsamehe, lakini hakujua kwamba msichana alikuwa tayari amebadilika. Alikuwa ameanza masomo yake aliyoacha, na alikuwa amejipanga upya kuwa mtu anayeadhimika na kila mtu. Mwanamume, hata hivyo, kwa sababu ya kumpoteza, alizama katika pombe hadi hatimaye akaanguka. Aliposhusha kiburi chake kumpigia simu, aligundua kwamba alikuwa kwenye tarehe na mpenzi wake mpya. Akiwa na hasira, alikimbilia shuleni kwake, hata akaja na mpenzi wake wa zamani kujaribu kumfanya wivu, huku msichana akipita kwa utulivu karibu naye, wakiwa wameshikana mikono na mpenzi wake mpya. Wakati huo, mwanamume alimsukuma mwanamke mwingine na akakimbia kujieleza kwake. Lakini msichana alimwambia kwamba tangu mara ya kwanza alipomsikia, alikuwa tayari ameamua kuondoka. Sasa tu, upendo wake kwake ulikuwa umekwisha kabisa. Akimtazama akienda mbali, mwanamume alihisi kana kwamba moyo wake unakataliwa kwa kisu.